Mimi naitwa Wakili Ali, natoka Miela and Company Advocate. Shauri hili leo lilikuja kwa ajili ya kusikilizwa na tulikuwa tunaanza kusikiliza upande wa prosecution. Kilichotokea mahakamani ni kwamba upande wa prosecution ama upande wa jamhuri wao wamesema kwamba hawakuleta mashahidi kwa sababu kulikuwa na barua iliyoletwa ikitaka kuomba mwenendo wa shtaka unaoendelea. Ni kweli ilivyokuja upande wangu ni kweli kwamba tumepeleka barua mahakamani kuomba mwenendo wa mashtaka ili kuweza kupeleka shauri mahakama kuu. Lengo ni kwenda kuangalia masuala ya kikatiba, maana shauri lenyewe hili lina utetezi wa kikatiba hasa kuhusiana na issue za maoni. Sasa labda tuzungumzie kwamba upande wa mashtaka walikuwa wana uwezo wa kuahirisha kwa sababu hiyo. Si kweli, kwa sababu tu wao hawakuwa sehemu ya barua hiyo wala hawajanakiliwa, na hata mheshimiwa hakimu ameliconsider hilo, na ndio maana akasema kesi iendelee kesho, maana ilipangwa kwa session ya leo, kesho na kesho kutwa. Hata hivyo upande wa mashtaka bado waliendelea kuweka pingamizi kwa kusema kwamba mashahidi wao wanatoka mbali na hawawezi kupatikana by surprise. Baada ya hapo ilionekana tupange tena session nyingine ambayo ni tarehe 10 na 11 ndio shauri litakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Na ukiniuliza kwamba kama nina nia kweli ya kupeleka shauri hilo mahakama kuu kama vile mahakama ilivyoniuliza, basi hilo ni jukumu letu la mimi na wateja wangu, kwamba tutaendelea kuona kwamba tuendelee katika mahakama hii au tuende mahakama kuu. Maana hatubanwi na sheria kwamba lazima tulipeleke ama tusilipeleke. Prosecution wanapaswa kuleta mashahidi. Maamuzi yaliyotolewa na mahakama ni sahihi na hata ombi la mawakili wa serikali ni sahihi tu, kwa muktadha kwamba kama kweli walikuwa hawajawataarifu basi kuwapata kwa haraka ni ngumu, ila ni uzembe kwa kuwaleta mashahidi kwa kutegemea barua iliyoandikiwa mahakama ambao wao sio sehemu ya barua hiyo. Huo ni uzembe, na uzembe huo labda umefanyika kwa makusudi. Mimi ninachokiona kwa maoni yangu, hiyo barua huo uzembe umefanyika kwa makusudi. Hawajajiandaa, hawajajipanga. Shauri hili alimaarufu la wachokonozi ni kwa makosa mawili, ambalo moja kufanya shughuli za mitandao bila kuwa na leseni, yani kibali kutoka mamlaka zinazohusika, lakini pia kosa la pili ni kuleta maudhui ambayo ya uongo, si ya kweli, ndani ya mitandao yanayopotosha umma au yanayoleta taharuki. Hayo ndio makosa mawili yanayoshtakiwa hawa bwana wawili, ambayo ni bwana Chaviruka na bwana Justin, ambao shauri linaendelea na tumefikia hatua ya kusikilizwa, na sisi tumejipanga, tuko tayari kusikilizwa. Na watu wawili wako nje kwa dhamana na dhamana zao zinaendelea.